na ndio tumekuja tusaidiane na wao ili tuwaongezee stock. Mwenye alikuwa na stock ya 3,000 apate 10,000 yake. Tumekosea jameni? Wale wanatuambia tusitishe huu mpango wa empowerment, tuambie shetani afanye nini? Sisi tuendelee ama tusitishe? Wangapi wanasema tuendelee na empowerment? Hebu nione kwa mkono. Tuendelee. Umesema tuendelee. Tusongeshe ili ikifika wakati wa campaign, na tumewaambia na turudie tukiwa hapa Emuhaya, wewe wacha kuchoka ukichochea watu na mambo ya chuki. Wewe hiyo hasira uko nayo ya chuki, ya uchochezi na ukabila uliokokotana kwa akili yako, wacha kuletea wananchi na mambo ya uchochezi. Wameona Wakenya wamekataa siasa ya ukabila, sasa wameanza kuingilia watoto wetu. Sisi wale watoto wanapangwa ni watoto wetu, wale wanawapanga ni babu zao. Kweli si kweli? Ama wale mnasikia wakiambia watoto tuende maandamano, si ni mababu za hao wazazi? Watoto wakienda kuumia kwa mambo ya fujo kama yale mliona Nairobi na Mlima Kenya, watoto wetu ndio wanaumia. Wale wanawachochea wamejificha kwa manyumba yao ya kifahari huko Karen, Muthaiga na Lamington, waumiza watoto wetu na siasa ya upuzi. Na ndio tumeuliza watoto wetu, vijana wetu wa Kenya, mabadiliko ya nchi haiwezi fanywa na watu ambao hawana mpango wa kazi. Kweli si kweli? Sisi tuko na mpango wa kazi, wale hawana mpango wa kazi. Tuko na mpango wa kuunganisha stima, tuko na mpango wa empowerment, tuko na mpango wa affordable housing, tuko na mipango ya ajira kwa vijana. Wale mpango yao ni mpango ya kuambia vijana, chukueni mawe, ingieni police station, mchome police station, muibe bunduki, ati muende mkapambane na askari. Hiyo sio kazi ya vijana wa Kenya. Kama wewe mkabila, wewe mtu wa chuki, kama unataka vijana wa kupigana na polisi, shika hao vijana wako wawili kwa nyumba yako, waandamane na bibi yako, waende wakavamie polisi, wapigane na polisi. Wacha kuumiza watoto wetu, waache wasiwache. Mimi nashukuru ile kazi imefanyika kwa watu wa Kenya, hasa kwa idara ya polisi, sababu wamefanya kazi ya restraint. Maandamano iliyofanyika juzi, hata wakati wahuni wamepangwa kuvamia police stations, kuchoma magari na manyumba ya serikali, polisi walifanya juhudi kuweka restraint na kuweza kuzuia maafa zaidi. Napongeza, leo nimepata habari nikiwa hapa, bunduki ziliibiwa pale Dagoretti, 2 already polisi wameweza kuzipata. Na ndio nataka niwasihi vijana wetu, tafadhali tusikubali wale watu wa chuki watuweke chuki aidha baina ya kabila zetu za Kenya, ama masehemu tutokako, ama vizazi ambazo tumezaliwa ndani yake. Kuna wale ambao ni wazee wetu, tuwapee heshima. Kuna wale ambao ni wa umri wa makamo, kuna wale ni wa umri yenu, na kuna wale wadogo wenu. Sisi wote tuishi kwa amani, sababu tukiwa nchi ya amani, huyu mama mboga hako hapa Emuhaya ataweza kuendesha biashara yake. Kijana wa bodaboda hako hapa Emuhaya ataweza kuendesha biashara yake. Ikiwa ni nchi ya fujo na mauaji kila siku, hatuwezi kuwa na mahali pa kuendeshea maisha yetu. Na wale wanatuchochea ni watu ambao Kenya ikichomeka leo wataingia kwa mandege wakimbilie nchi za ng'ambo, watuache sisi tukiteseka hapa. Kweli si kweli? Mimi kwa hayo mengi, mimi nataka niwaambie sisi timu ya Kenya Kwanza, ule mpango wa bottom up tuliwaambia, haturudi nyuma, hatusitishi hii program ya empowerment. Wale wanasema tusimamishe, watafute maneno mengine ya kusema. Kweli si kweli? Si nyinyi mmesema tuendelee? Tuendelee na hii empowerment, tuendelee na kuunganisha stima,
na kujengea masoko biashara na masoko na kuinua vijana wetu, si ndio? Tuendelee tusiendelee? Sasa situfanye ile ilituleta hapa. Nimesikia mmesema tumekuja kuchangisha pesa, si ndio?